So tutayaona. Ila leo natamani tumalizie kipengele cha sadaka. Hii sadaka hapa nimesema tu kwa ufupi kwamba sadaka ni kutoa precious commodity. Kuna andiko liko hapa Zaburi 50 mstari wa 5. Tunaweza kufika pale akaliona. Mmoja kati ya maandiko mazuri sana ambayo mimi nayapenda. Na yanaongea kitu kikubwa sana, yanaongea kitu ambacho ni very valuable. Sema Zaburi 50 mstari wa 5. Umeona? Anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami. Kwa nini? You see this. Very special. Yaani sio kila mtu mlikusanyia. I need peoples. Wacha Mungu ambao wamefanya na mimi agano kwa hapa tunasema mkono mtupu. Au hujaelewa ile andiko. Yaani sio wote. Mungu hataki wote. Anataka wacha Mungu kadhaa. Sio wale ambao wako excited au wanaimba sana. Walifanya agano na Mungu kadhaa. Sawa. Ndio hizo lazima kuuliza lugha Mungu anazungumzia hapa. Sawa. Ndio lazima uvijue. Hao ndio Mungu anasema kwamba anawahitaji. Kwa hiyo tunasema kuweza kusarenda kitu chako cha thamani, mambo yako ya thamani, kama worship, kama ibada kwa Mungu ili huyo Mungu aweze kukufanyia kitu. Hilo ndio inaitwa sadaka. Tunasema sadaka ni kitu ambacho miungu haiwezi kukikataa. Sawa? Kwamba Mungu anaweza kukataa vitu vyako vingine vyote. Hiyo sio sadaka yako. Na fact ipo kwa Cornelio. Mimi naamini nyote hapa mpo vizuri kiroho, mnaelewa maandiko. Maana nilikuwa mpo roho ndio tufungue kwanza Cornelio tuone sadaka yake ilivyo. Mungu anisaidie. Nilishakuitoa kwanza kufundisha huko vijijini. Niliteseka. Inabidi uanze kuchambua hii. Cornelio mnamjua na namna ambavyo. So Cornelio hakuwa na jambo la kufanya ile kwamba kusema baba ameokoka au nini. Vitu vingi Mungu angeweza kuvikataa bila sio sadaka yake. Sababu miungu ina respond kwa sadaka. Ndio maana hata watu wasiojua Mungu sometimes they give. Tena wanatoa fedha nyingi. Wanajua kwamba Mungu anaweza kukataa vitu vyao vyote ila sio sadaka yao. Ndio maana Mungu anakusanyia wale agano na mimi kwa dhabihu. Hawa wanataka. We have something special. Maana mambo ya fedha ni mgumu kujitoa, yani anajibana, anajiwaga huyu. Hamjui Mungu na hata hujamtenda na Mungu. Kwa sababu yani kwa Mungu dhabihu ni ya muhimu sana. Ni mmoja kati ya vitu ambavyo anaviweka kipaumbele. Kwa hiyo tunasema sadaka ni lugha ya roho, yani ni lugha mojawapo ya roho ambayo Mungu anaitumia na anaielewa. Sawa. Mfano mzuri pale ambapo Adam na Eva walikosea, you must know kwamba Adam na Eva walichukua majani wakajikava, sio? Wakaona kwamba wako salama ndio waliojikava, lakini Mungu alijua hawajikava. Kwa sababu covering sio majani yale. Covering ilikuwa ni damu. Kwa maana ilibidi mnyama afe, yani kondoo afe, ambaye kondoo hakuwa na kosa maskini. Afe for the sake of these people to live. Ndio maana wakati huo watu walikuwa wanapeleka nini? Kondoo anakufa ili wao waishi, kwa sababu Mungu akiona una dhambi unakufa. Ndio Yesu alichokifanya, kufa ili sisi tuishi. Ndio katika Kristo tunaishi. Maana yake yeye alikufa ili sisi tuishi. Kondoo ile sadaka, sadaka ni language. Ni language. Mnaipendaga ile Ibrania 11 anasema Abeli alitoa sadaka akahesabiwa kuwa mwenye haki. Hivi unaelewa? Yaani kwamba Abeli hakufanya jambo lingine lolote la maana kwenye ufalme isipokuwa kutoa sadaka. Na kwa sadaka yake akahesabiwa kuwa mwenye haki. Sadaka. Yeah. Mungu alipima ile sacrifice, akamhesabu kuwa na haki. So unaona sasa Abeli ni mmoja ya patriarchs, watu wa imani. Wanasema sadaka yake inanena mema hata leo. Jamaa alitoa hii sadaka. Fanyaje? Mimi mpaka kesho natafutaga. Ningekutana na Abeli ni mmoja, ulifanyaje hii sadaka inanena mema hata leo. Lakini Biblia inasema kwa hiyo sadaka akahesabiwa kuwa na haki. Hiyo ni power ambayo ipo ndani ya hiyo sadaka. Sasa nikasema kwamba unapokuwa unazungumza habari za madhabahu, you must know ni sadaka zipi ambazo wanaweza kuzipresent kwenye hiyo madhabahu. Sadaka ya kwanza ni ile Warumi 12:1 anasema na wasi kwa huruma zake Mungu, si ndio? Toeni miili yenu. That's the first sacrifice. Na hiyo ndio ya kwanza ili kufanya madhabahu iwe na nguvu. Ndio maana naambia watu yani
kuna mambo tutazunguka tu, tutaomba sana, ila kama mwili utatangulia kama sacrifice, Mungu itampa shida kukufikia, kwa sababu ile ni sadaka ya kwanza ambayo tunaipresent kwenye madhabahu ili kuifanya madhabahu iendelee kuwa alive, iendelee kuishi. Tunaelewana? Yaani ndio sadaka ya kwanza. Ndio maana naambiaga watu, yaani mwili wako ni sadaka. Na watu wakisikia habari za mwili kuwa sadaka, definition ziko nyingi kulingana na mafundisho. Na hapa mfano hapa kwa tukisema mwili kuwa sadaka unaelewaje? Kila mtu hapa ataleta jibu lake. Na mwisho wa siku italeta shida. Sasa ukiwa mwalimu una kazi ya at least kuweka uelewa ambao unatamani watu wawe nao. Sawa? Nikisema mwili kuwa tayari, naipenda Ibrania anaandika moja anasema mwili ulijiwekea tayari. Maana yake kuwa ready mwili wako kwa ajili ya jambo la Mungu. Ile tukusema kwamba atakapotaka niende nitaenda. Atakaponituma naenda. Utayari. Hiyo ndio dhabihu ya mwili. Sawa? Japo wengi sana wanalichukulia ndio wanaelewa mambo ya utakatifu. Yeah. Sio mbaya, ni sawa. Kwa sababu utakatifu kutengwa, lakini kilichotengwa kinafanya kazi ya aliyekitenga. Si ni sawa? Yeah. Ila pointi kubwa nawaambiaga watu, uwe tayari wakati unaofaa na usiofaa. Tuna kizazi cha watu wana excuse nyingi kinoma. Unaona kama hapa leo kuna watu wamelala. Yaani mtu tukaamka asubuhi, mimi siendi bwana mbaya. Lakini na yeye Mungu nionekanikie, Mungu nione. I say yani utasafa sana. Sababu Mungu ni yule anataka. Atakapokutuma uende. Kuna watu wamepata good report, yani kuna watu wana sifa nzuri kwa Mungu. Sio kwa sababu eti wamekuwa watakatifu hivyo wanavyodhani. Wako ready, wana miguu ya utayari. As long as ni Mungu anataka, wao wameshataka tayari. Ndio maana naambia watu, kama unajua wewe ni mvivu usijiunganishe na vikundi hivi, sijui kikundi sisi cha maombi, sisi prayer gathering, sisi huduma ya nini, huduma sisi ya Mwanakondoo ameshinda. Usijiunganishe kwa sababu chochote ambacho Mungu atakituma kwenye huduma ya Mwanakondoo kinakuhusu. Na ukidoja Mungu anaona huko tayari, haujamtolea mwili wako. Andiko moja la ndio nimesoma inapatikana Ibrania ngapi anasema mwili uliniwekea tayari. I love that verse. Yesu ndo anaongea kwamba mwili uliniwekea tayari. Yaani mwili wako yani. Maana yake yaani huu mwili Mungu anautegemea uwe kama gari ambalo liko ready. Hivi gari ikiwa yako unategemeaje? Kwamba uingie Gome. Asa hiyo. Hebu isome anasemaje? Kuna maneno mazuri bwana napenda yani. Dhabihu na matoleo ukutana. 15. Anasema ajapo ulimwenguni. Huyo sasa alipokuja ulimwenguni anasema dhabihu na matoleo ukutana, ila mwili ulinipa. Yaani mwili ulikuwepo kwa ajili yangu. Ndio maana naambia wewe ni kama gari la Yesu. Yesu anataka kwenda wapi leo? Mjini. Wewe unaenda. Kwani gari lako linakupangia pa kwenda? Yaani unaamka asubuhi gari linasema bosi leo mjini hatuendi. Linasema hivi? Hapana. Lazima itakuwa lina shida, utabidi ulipeleke likachekiwe likikugomea. Maana yake hiyo ndio nawaambia watu ndio sacrifice. Kuna watu wana visababu. Mimi namshukuru Mungu. Yaani ukipata sababu, mimi am good at accepting. Bwana akusaidie. Mungu sijui afanyaje. Ila unataka ujue, najua kabisa wewe kuna vitu utashindwa kuvikomandi kwenye ulimwengu wa roho kwa sababu ya excuse uzozibeba. Ukijiunganisha na jambo, wala unahitaji tena sauti nyingine ya Mungu. Yaani kama umejiunganisha na kanisa, mwenyekiti wao kanisa si mchungaji akisema, "Vijana njoeni." Usisubiri Mungu aje akwambie wewe amka nenda. Ni Mungu ndo amekutaka tayari. Are you ready? Uko tayari kuingia njiani ukaenda? Au ndo una maelezo mengi? Ningekuja ile unajua pale mama mdogo aliniita leo, ndugu yetu tuliona miaka 7 iliyopita kwa na vitu onane. Maelezo mengi nini? Mwekea Mungu huo mwili wako tayari. No. Yaani sadaka ya kwanza mimi nimeona watu wenye matokeo haisewa na miguu ya utayari. Watu ambao wao wanawatamani yani unaona hawa jamaa wana matokeo wanabali wameenda wachunguze. Shangaa tu jamaa alikuwa Mwanza leo eti kesho yuko Kigoma. Wewe nauli hizo unatoa wapi? Mbona unaenda hivyo? Jamaa alimwekea Mungu mwili wake tayari. Yaani yeye yupo tu. Unaelewa? Moja kati ya mzigo ambao nimeuona. Hata hizi tunaangalia hizi project gani leo tu hawaji. Wao wafikiri basi wana mambo ya msingi sana ya kufanya.
Hamna hata wapo tu yani wanazugazuga tu waeleweki kwa sababu ni kizazi ambacho kimegoma kutoa miili yao kwa dhabihu. Sawa? Ndio maana pale nikaambia anasema toeni miili yenu kuwa dhabihu takatifu. Neno takatifu usilidefine hivyo unavyojua wewe. Takatifu define kama miili yenu kuwa dhabihu iliyotengwa. Something that is for Jesus. Maana yake hiyo gari apate mwingine ni Yesu. So yani inakuwa ni kama vile gari lako wewe ashumu umenunua gari. Alafu labda kuna dereva anakuendesha. Tuko hapo umaliza hapa ibada sasa. Leta hiyo gari niende nyumbani. Nakwambia sasa bosi unajua tukuambia tumeenda Singida kidogo. Tafuta tu huko bodaboda uende nyumbani. Utawaelewa. Sasa ndio watu wanafanyia hivyo Mungu. Yaani Mungu anawataka hivi. They are like Mungu bwana unajua nyumbani sijaonana na mama siku nyingi I have to go and see my mom. Mungu hivi ni gari ni langu ni la mama. Mbona linaitika kwa mama kuliko kwangu? Madhabahu inazima. Ndio maana kuna matokeo huwezi kuyaleta kwa sababu una excuse nyingi sana. Una maelezo kibao yani una na unaona unajua kupanga mpangilio wa mambo yani. Unaelewa? Unajua kupanga mimi na mtu mmoja. Jana yakaniambia hapa leo naona ibada zimepangana hapo. Maana hapa jioni kanisani kuna ibada. Nikitoka hapo leo kuna mkesha siwezi kukosa. Tena nataka nihudhurie miwili. Nitapiga hapa nusu nitaenda kule nusu. Asubuhi ndio umesema una project gani? Kwa hapa naunga ibada zote hizo. Sema hasa. Leo nimekutana naye asubuhi. Nikamwambia vipi ratiba yako? Jana yenyewe ile jioni ukiacha kanisani nilienda. Hamna hata mkesha. Simu jamaa wewe alinipigia simu bwana nikaenda kucheki kuna gari bado naangalia hata sijaenda. Twende project Daniel sasa. Hapo na usingizi je sijalala usiku. Maki unaelewa sasa ukikuta amepoa anapigwa na shetani unajua kwa nini anapigwa. Madhabahu imekufa lakini madhabahu imekosa sadaka ya msingi ambayo ni yeye mwenyewe ni huyo tayari. Ndio maana mimi napataga shida na mtu ambaye Mungu anasema nenda huko naye anaanza kuleta maelezo yaeleweki. Mungu anataka uwe tayari. Ikiwa una fedha Mungu anajua una fedha. Na ukiwa nayo Mungu anajua unayo. Kwa Mungu anapotaka wewe nenda. Unaelewa? Ndio maana mimi naambia mtu katika watu na waheshimu na watu tunaofanya nao safari za mkoani. Hizi za pregeza hizi. Na waheshimu sana wale watu. Ama kitu utaniambia kuhusu mimi nikakuelewa kwa sababu naelewa. Sacrifice unaoifanya. Ile peke yake tu inaweza ikaamsha madhabahu iliyokufa. Yaani kuna umbali ambao wale jamaa wanaamka ambao wewe huwezi kugusa. Kuna neema zinawajia juu yao, kuna mafuta yanamwagika. Sio kwa sababu ile tu Mungu kuona kwamba umekuwa tayari kwenda hadi sehemu fulani kwa ajili yao. Ile Mungu inamweka kwa tayari. Ni sadaka kubwa. Yaani hata usiposa kuna sadaka nyingi hapa nimezorozesha. Sadaka ya pili hapa inaitwa sadaka ya sifa. Hiyo sifa kama ni sadaka. Yaani kwa hii madhabahu moja mtu tunapeleka ni sifa ili kuiamsha hii madhabahu iweze kufanya kazi. Napenda ile andiko la Ibrania 12 mstari wa 5. Kama una mtu anaweza kaliona hilo. Moja ya maandiko bora sana. Madhabahu inahitaji sana. Nasema hamjafanya vitu hata kumwagika. Hivi ndio 12:5. 12:15. Inasema hivi. Mkiangalia sana mtu asikumbukie neema ya Mungu. Shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua. Na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Na hivi hapo tunachanganya. Mimi si nahisi kwenye kopi zangu. 3. Sasa mwandishi Hebrews 12. Najua andiko liko Ibrania 13. Okay. Linahusu mambo ya sifa, si ndio? Hilo ndo nataka. 13. Kwa hiyo imechanganywa namba, si ndio? Hapo sawa, sasa hapo nime. Basi kwa njia yake na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Yaani tunda la mdomo iliungamayo na maji. Unaelewa hiyo dhabihu ya sifa daima. Kwa hiyo madhabahu haipaswi kuondoka na sifa. Ndio maana tunaimba. That's why tunaimba. Sifa ni sadaka. Muhimu sana kwenye madhabahu. Ndio maana naambiaga watu, yani wewe unatakiwa kuwa sifa za Mungu, yani wewe hapo. Sawa, unaziimba, unazitaja, kila wakati unazitamka. Sawa. Ile tu mtu anaweza kukuambia kitu kibaya like wewe naye bwana hata uelewekaje.
Yaani wewe ningekuwa mimi ndio kiongozi wako nishakufuta. Sasa mtu anaibuka na jibu pako unasema wow. Anasema of course wanadamu wote wangenifuta ila Mungu hawezi kunifuta. Ananipenda. Hiyo tu ni sifa hizo eh. Na majibu yako hebu yaje sifa za Bwana. Jaza tukuze Bwana. Yaani hiyo ni mtu anayetembea na sifa sio mwenzako. Mtu anaimba. Mtu ambaye anaongelea mambo ya sifa. Sifa sio kuimba. Hata maneno yatamka. Mungu asikike anatukuzwa tu. Sawa. Ongea Bwana. Nasikia Bwana mmeshinda Bwana. Wewe unajibuje hapo? Asante tulijua Bwana. Mimi tulishaelewa kabisa lazima tushinde. Pale hawasingechomoka. Unaonaje ukasema tu Bwana. Nakutukuza Bwana Yesu. Sifa. Yaani hakikisha sifa hazikauki kwenye midomo yako. Hiyo ndio tunda la midomo linaloungama jina la Yesu. Inaolikiri, kuungama ni kukiri. Inaokiri jina la Yesu. Kwamba kwenye chochote ni Yesu tu amehusika. Jambo lolote ni Yesu tu amehusika. Umepewa recognition, wamekutambua, unafanya vizuri, wamesema wewe ni bora. Recognize kwamba ni Mungu amefanya. Tamka zile sifa za Bwana. Mtukuze, mrudishie sifa. Hivyo tu yani. Kwa namna hiyo ndio ambapo madhabahu yatazimika. Sababu sifa ni dhabihu. Sifa ni dhabihu. Nikawa nimeorodhesha hapa maombi lakini pia kutamka. Haya. Ndio maana tunafanya maombi, tunatamka. Yaani moja ya mambo ambayo yanalisha hii madhabahu ni maneno yako. So unatakiwa ujitamkie mema, utamke vitu vizuri, utamke vitu vyema. Mtu mmoja ambaye kutusimulia kwamba amewahi kufika mahali akasikia tu sauti ndani inaambia maisha yako hayana maana. Yaani umeishi miaka yote ulioishi, hamna kitu cha maana umefanya hapa duniani. Hata hao unaoita marafiki zako wanakufitini tu. Hauna maana yoyote. Sio unaelewa? Kwa that man anasema akachafuka ndani ya moyo. Alafu anasikia sauti inamwambia jirushe tu. Si jirushe tu ufe. Sio unaelewa? Hizo ni spiritual battles, yani hizo ndio vita za kiroho. Vita za ndio hizo sasa. Jirushe tu ufe. Kwa hiyo yule mtu aliposikia bila akaanza kunena kwa lugha. Sasa hivyo kwa lugha akapata katika roho kuona wachawi wamekaa kikao. Wanaweka jina lake pale katikati, wanaongea maneno kwamba huyu lazima afe. Huu mwaka upaswi kuisha. Hatupaswi kumwacha aendelee. Hawezi kufanikiwa maneno. Sio unaelewa? Aongeani hawafanyi chochote. Unaweza kwa wachawi kwamba wanakuwa wana vitu vyao uganga fulani. Hawana uganga wote, wana maneno tu. They know how to speak. Na wewe ndio unatakiwa uongee. You need to speak. Lisha madhabahu yako na maneno ya ushindi. Tamka vitu vya ushindi. Tamka mambo fulani hivi mazuri. Ndio sitakufa nitaishi. Nitasimulia matendo. Ushaanza Daudi alipata nani mpaka anaongea maneno. Maana alishaanza kuona habari za mauti zinakuja. Sitakufa nitaishi. Haiwezekani, lazima niendelee. Tunaelewa. Kwa maana mbele tu kuna vitu naweza kuongea. Wewe ukafikiri kwamba nina uhakika nayo. Sina uhakika nayo na viumba kutengeneza. Na mwambie tu hapa mwakani prayer gathering tunaenda Kenya. Wapi hata 100. Sina. I create ile madhabahu inahitaji kitu. Na bahati mbaya usiposema, mtu mwingine atasema kwa niaba yako. Unaelewa? Yaani kuna mtu tu ataongea kwa niaba yako. Ile prayer gathering ile mwaka ukisha inaendelea, amini tena Mungu. Unajua kama ndo ameshalisha madhabahu. Ndo ameilisha hivyo. So nyinyi msipoongea mtashangaa tu inakufa. Na nyinyi mtashangaa imekufa kufaje? Kuna mtu amelisha neno kwenye ile madhabahu. Kuna mtu ameingiza sumu. That's why unatakiwa uwe unapeleka maneno yako. Ndio hapa nataka watu kunena kwa lugha ndio kunapoanzia umuhimu wake. Kuna muda unakuta hata ukiongea vitu vielewe, wewe nena tu kwa lugha. Unalisha madhabahu. Unainenepesha maneno. Unaijazia vitu. Unaelewa? Kumaliza hii maneno tutakuja kuisoma vizuri next time. Ila nitawapa mfano mmoja. I love this. Ni kwenye movie. Mimi sio mtu ongea sana movie. Ila nikikutana nayo mahali na concentrate zangu sasa sina kazi ya kufanya nifanye nini? Kwa naangalia. Siku moja nimeenda kunywa mahali. Nashukuru Mungu sijui. Kwa kuna foleni ndefu. Kwa kuna movie imewekwa pale. Hiyo movie Mungu sinaifanya. Ila kwenye kile kisa inaonekana kuna jamaa mmoja ambaye yeye alikuwa hafi. Sio unaelewa? Hafi, unajua hafi. Wanampiga mabomu, mikuki na nini. Kwa hiyo ikatembea uvumi miongoni mwa watu kwamba huyo jamaa yeye ni immortal, ni mtu ambaye hafi. Sio unaelewa? Kwa hiyo movie mimi niko naangalia sana nasubiri kunyoa. Mtu hafi. Yaani I'm like na mimi niko hivyo wakafika sehemu
wakampiga sana yani mpaka wenyewe wakaamini amekufa. Yule jamaa akaibuka, akasema kweli ndio maana ya jamaa huyu hafi. Na kweli jamaa wanakimbia washangaji jamaa yuko nyuma yao hajafa. Si unaelewa? Kwa hiyo ikawa inaonekana kama yule mtu hafi. Sasa mwisho wa ile story, I love that. Yaani mwandishi wa ile story nilimshukuru. Mtu mmoja anamwambia mwenzake, wewe anamuuliza, wewe unaamini kwamba huyo mtu hafi? Unaelewa? Yule sasa anajibu, anasema sio kwamba hafi, ila amekataa kufa. Akasema kwenye nchi yetu kuna msemo maarufu, huwezi kumfanyia kitu chochote mtu ambaye hajakubali. Sio unaelewa? Anasema ni msemo maarufu kwenye nchi yao. Sio nini? Ireland sio nchi gani? Ila anasema they know that verse. Huwezi kumfanyia kitu chochote mtu ambaye hajakubali. Kwa hiyo yule jamaa asili yake amekataa. Yaani anafika sehemu ambayo wewe ungeanza kusema naona madirisha yanafunguka kama Stefano. Ndio Stefano maana alikufa hivyo. Mawe kidogo tu kashaona madirisha yanafunguka. Kuna mtu anaitwa Yohana. Wewe kwenye pipa linachemka mafuta. Mafuta yanawaka hivi. Dakika zikuwa kwa kuchungulia mafuta hamna kitu. Wanakuja tukamwambia jamaa mbona yuko sehemu anahubiri injili? Katokaje mimi? Amekataa. Peleka Patmo. Wanyama wakali ungekuwa wewe ungesali sala zako za mwisho. Kusali sala za mwisho, aligoma. Alikuja kufa siku aliyoamua yeye kwamba sasa naweza nikafa. Akakataa. Ndio maneno sasa yalivyo powerful, ndio madhabahu. Yaani madhabahu ina uwezo wa kukulinda wewe kulingana na maneno uliyosema. Kwa wewe ukisema mimi sifi, madhabahu inaingia kuwa kama mtumwa. Mfanya kazi wako kuhakikisha wewe haufi. Si maskini, si feli kwa jina la Yesu. Madhabahu yako inaingia kwenye kazi. Yaani ni uweke tu iwe active, iwe na nguvu, afirishe maneno. Haitatokea. Maana huwezi kumfanyia kitu chochote mtu ambaye hajakubali. Kila kitu kinaanza na kukubali. Shetani anacheza tu na parameters, tunazitaga parameters. Sijui unaelewa? Maana shetani anafika hospitali anaangalia kile kifaa kinachopima mapigo ya moyo. Anakishusha kile. Hapo anasikiliza wanasemaje madaktari. Yaani hapa sina hapa ndo hapa si hapa tusali sala za mwisho. Ndugu nao na mgonjwa naye anasema hapa nakufa. Imeisha hiyo. Sijui unaelewa? Maana anacheza na parameters, anacheza na mazingira. Cheza na mazingira. Mtu fulani kwa hiyo atakupa hela ili uende mkutanoni, si ndio? Yule mtu akamwambia bwana ndugu wangu nimefeli rafiki yangu labda wakati mwingine. Hiyo ni parameter shetani anacheza nayo. Wewe unasemaje? Simu, mwenyekiti, ile dini ndio nalitegemea limefeli mimi naona sitakuja. Imeisha hiyo. Kwa nini unashindwa nini kuacha kumpigia kwanza mwenyekiti? Afu kaendelea kufanya mapambano yako binafsi. Kama mtu aliyekataa kukosa hela, utapata. Si unaelewa? Mimi na vijana, huyu yule. Wanaambia bwana tumekuja huko. Huyo wala kapata hela anaenda stand. Hivi unaijua hiyo imani? Unaenda stand yani kupanda gari ndio unapata hela. Mtu aliyekataa kwamba I must go to there. Hiyo ni yaani Mungu inaishi. Alisema ni lazima aende. Kuna watu wengi hawakwenda kwa sababu walikosa hela, walikubali wao. Ila waliogoma, huyo Alex ndiye alipata business hela zote. Paka akatoa na mchango na nauli ya kwenda na kurudi. Ila kama siku moja mbili. Jamaa aligoma, mimi lazima. Lakini rafiki yetu nani yule? Anet alikubali. Kaimeisha hiyo. Wewe unakubalije? Sio unaelewa sasa hii madhabahu. Wewe chochee. Unaona madhabahu zao ziko powerful ila hawazilishi maneno. Kwa hazina kitu cha kuexercise na exercise maneno ya watu wengine. Kwa once umeshajenga, ukawa unaona kwamba hii imesimama, anza kuilisha maneno. Madhabahu ikishapokea maneno inaanza kuwa bora. Sawa. Ni kama roboti tu. Unalielekeza tu. Ndio maana mchawi anaielekeza miungu yake ije kuue wewe na inakuua. Yenyewe haina akili, as long as umeituma inaua. You have to instruct madhabahu yako ifanye nini? Ikulinde, ikupiganie, iende mbele yako, ipigane vita zako. Hiyo ni kazi yako wewe unatakiwa kuongea. Ila usipoongea, mambo yatakuwa tu hivyo hivyo. Unaelewa? Ndio maana naambiaga watu kama kuna vitu ambavyo mimi tuliangu mnamoanzishaga. Yaani kama kuna vitu vinakufa kwa maneno vyangu vilikuwa vife kabisa. Lakini nikianzishaga yanakujaga maneno hivi. Na wanaongea watu wa maana, sio watu labda kusema hapa wametoka stage. Watu wa Mungu kabisa yani. Wanakuwa like tutaona kama atafanikiwa. Kuna safari moja tulifanyaga mtu mmoja akasema,
Hii speed ni kali sana. Yaani hii speed sidhani hata kama hiyo ibada watafanya. Tulienda tukafanya tumegoma kukosa hela. Hatuwezi kukosa hela. Hii ibada ya juzi kwani tulikuwa tuna hela sisi. Bajeti milioni 4 tunaenda kwa watu milioni 2. Milioni 2 unaipata wapi? Ila tumefanya ibada, tumerudi na tudai na mtu inamnaweza na wadai. Hamna mtu anatukopesha. Tuligoma. Must do it. Sasa mimi tunatakaga watu. Mambo yani kwenye siri za ulimwengu wa roho. Mmoja wao anataka uimaste sana. Hii hapo. Usikubali vitu vya kijinga tu. Unakubalije? Si unaelewa? Wewe sio failure. Yaani wewe maisha uliyoishi ya kudefine wewe. Wewe unadefiniwa na Zion ulikotoka. Si unaelewa? Wazazi wako sio definition yako. Usianza sio sisi tumetoka wazazi wetu wenyewe hao tia maji. Ni wazazi hao ni wao wametia maji tia huyo yanadefiniwa na wazazi. Kwanza wale wazazi wenyewe waliweka tu mwili kwa ajili yako wewe uzaliwe. Hata hawalinki na hata hawakujui kwanza ulikotoka. Yaani wakiulizwa kabla ya wewe kuja duniani ulikuwa wapi? Hawana jibu. Si unaelewa? Haudefiniwi na hiyo. Ndio maana naambiaga watu mimi nimegoma. Yaani si definiwi hivi. Sawa. Kuna watu wana huduma hapa. Kama umekubali kuwa mwinjilisti wa hapa Dodoma, uishie Nkungu, wewe. Ila mimi nishasema mimi mwalimu wa mataifa. Sitaishia Tanzania. Yaani wewe hiyo anaisema kwa ujasiri, mimi siwezi kuishia hapa. Yaani lazima niende nchi hizo zote hizo, lazima niende. Basi nimekataa kuishia hapa. Huduma yangu mimi haishia hapa. Yaani wanaanza kutaka kudefine sasa. Yaani wewe tu kwa tunapokuona na uchumi wako uweze ukafanya zaidi ya pale. Wewe definiwi na uchumi. Uchumi umeukuta hapa duniani. Kwani unaona wamezaliwa wameshika uchumi? Au labda ulizaliwa na uchumi wako umeushika. Sio ukuta. Sio definition yako, una definiwa na mahali ulikotokea. Na Paulo anapenda sema kutoka huko tunamtazamia nani? Mwokozi. Maana sisi wenyeji wetu kutoka huko. Sio hapa. Yaani mambo yetu hatufanyii hapa. Ni kutoka wapi? So atukai hapa tukamsubiri Mwokozi, we are there. Tunamtazamia. Yohana anasema ingawa haijazilika bado itakavyokuwa. Lakini tunajua atakapozilishwa tutafanana naye. Maana sisi ni yeye. Ni vitu ambavyo tunakuwa navyo yani kwamba wewe Kristo anaishi ndani yako. Wewe ni Mungu eti. Sasa nyinyi ni miungu. Amuru mambo. Tamka afu kuwa na ujasiri. Hamna mtu anaweza akamshinda huyo mtu. Sawa. Ndio maana naambia wale watu ambao walipata bahati ya kumfahamu Frank Mnazi before kumuona. Wewe kama ulisikia maneno mengi. Yaani haeleweki hana kitu na miguu ambao ukiasikia unajua mtumishi ni Mungu. Sasa hizo maneno yote yanayosemwa mimi nawezaje kusimama? Ni kwa sababu yani kila siku nina kazi ya kuclear. Kwa hiyo nyinyi nendeni Mungu mnavyoniongelea. Semeni mimi nina maneno yangu ambayo nishayapanga. Haya ndio mimi nimekubali. Ya imply kwenye maisha yangu. Sawa. Napataga rafiki yangu mmoja anambia, "Yaani mimi mtumishi tu niombee." Unakuta hivyo unafanya kazi ya Mungu, watu wanakupinga. Hapo sasa bora angekuwa anakupinga mtu baya. Yaani mwenyekiti wako anakupinga. Hadi unavunjika moyo. Mwenyekiti ni nani? Mwenyekiti mimi. Wewe unamjua mwenyekiti? Mwenyekiti mbinguni pale si mwenyekiti. Atakuja nani sasa bwana? Labda Ibrahim. Sasa mwenyekiti ni kama mtu fulani ambaye hata mimi sikajui kwa nani. Hawezi kundefine mimi. Yaani maneno yake hawezi kunizuia mimi kuendelea. Unajidefine wewe na maisha yako. Ni madhabahu. Kwa maana ndio watu katika elimu ya ulimwengu wa roho ndio master ni elimu ya maneno. Wachawi wanatumia tu maneno. Wafu kwani mchawi anataka kupaa kwenda mbali. Kuna mtu anaongea, eti anapaa. Sasa hivyo vitu kwa nini sisi tusijue? Mimi sipo Filipo pia aliongeaga nini bali? Akapotea. You know that. Elia alikuwa anapotea tuende time. We need to know. Aliongeaga nini Elia? Paka yani anamwambia mtu kamwambia mfalme nipo. Jamaa anasema wewe nakujua. Nitaondoka hapa. Utapotea. Siendi. Elia mimi ninajiapisha leo ninaonekana. Leo siongei vitu naongeaga. I love that. Elia anaenda kujenga madhabahu. Sawa. Ndio bomoka. Ndio maana nikakwambia kama kuna kitu kinakushinda, kumbuka hata kama kuna hata siku moja ushawahi kushinda, maana yake kumbe kuna siku madhabahu yako imekuwa na nguvu kwa hiyo jambo. Rudi pale kaijenge tena. Maisha yaendelee. Lakini usiache kutamka. Yaani mtu asikudefine. Sawa Ndio maana kuna watu bwana wanajifanya wanajua mambo mengi sana ya rohoni wana kiburi. So unajua yani kujidefine wewe mwenyewe sio kiburi.
Yaani mimi mbona nikasema saizi, yaani wewe Priska wewe ni mtu mbaya sana wewe. Bishi, unabishana na kila mtu. Alafu ukasema mimi sio mbishi, ni mtu mpole mnyenyekevu. Au hujanifanyia kiburi. Umespeak vice versa, umegeuza laana iwe baraka. Sawa. So yaani wewe isikupe shida. Sio kutoka pale. Eti ananiambia mimi sio mbishi, yaani wewe nikubariki, sio nitafuta namba yake. Speak another word. Tafuta maneno mengine bora kuliko yake. Maana walipoita kahaba, toa weka takatifu. Ndio. Maskini toa weka bilionea. Yaani ondoa maneno ambayo uyaelewe. Afu kana haya. Hata umaskini kitu cha kugomea ndugu zangu. Mimi niwaambie tu kweli. Yaani kama maisha mnaoishi sasa hizi mmerizika nayo, mimi hamna. Maskini kitu cha kugoma. Hiyo madhabahu ya kimaskini kwenu huko inaokutendea hamna. Simamisha madhabahu ya Bwana yenye nguvu. Tutaifight. Hata kama itachelewa. Ila siku yani kwamba mpaka unafika siku umeshakuwa mtu unaondoka duniani. Na ndio rekodi zako ziko zinasomwa waseme ulikuwa tajiri. Tuendelee. Bado tumshukuru Bwana Yesu, muda wetu saa 7. Tunataka tuishie saa 4 kamili. Kwa tusimame. Tumejifunza vitu vingi sana. A long journey. Ulimwengu wa roho ni mpana. Mimi ndio maana nikiwa hata naandaa somo la ulimwengu wa roho nateseka kwa sababu najua nitawasaidia nini hao watu kwa sababu vitu ni vingi. Ila hivi ambavyo nimewapa kavifanyeni kazi. Ni very practical. Sawa? Nenda katamke. Kuna mambo yatakuwa, kuna mambo yatatokea. Sawa? Kuna vitu vitafanyika. Maneno ni kama uchawi. Wanavyoongea, tafuta ya kwako, ongea. Sawa? Jidefine, jielezee vile unataka uwe. Usiache mtu mwingine akudefine wewe. Mtu mwingine akuelezee wewe. Biblia inasema wenyeji wako ni mbinguni na kutoka huko ndio tunafanyia mambo yetu. Tunamtazamia Mwokozi. So hiyo natamani sana ikae. Kama una kitu unaondoka nacho mwezi wa 3, ondoka na hizo principles. Tumesema madhabahu ni powerful. Kuna kazi nyingi zinatokea kwenye maisha yako. Unaweza kuona unapambana vita haziishi kwa sababu kuna madhabahu imejisimamisha. So nini tunaelewana? Ndio hivyo. Na mwanzo kule tulisema wanaojua Mungu wao ndio kufanikiwa. Ondoa hizo notion za kudhani kwamba kwa sababu eti Mungu wako ni Mungu wa mbinguni basi umeshashinda kila vita. Kuna wachawi wana nyota, wana degree za kutosha. Wako ni ancestors kinoma. Wakija wakikukuta hivyo na Mungu wako hivyo legelege wanakuchapa tu vizuri. Kwamba the fact unaendelea na kanisani unalinga ni kwa sababu hajawa interested tu na wewe. Akiwa interested hata kesho anakuwa. Kwa hiyo lazima utafute wewe kujua Mungu yani kumuelewa. Kwa sababu kadri unavyojua Mungu wako ndivyo unavyokuwa bora. Ndivyo ambavyo utishi. Shetani ni bingwa wa kuleta vitisho. Anakutishia kidogo. Ndio. Pigwa tu simu from nowhere. Mama yako ameanguka alikuwa anatoka shamba. Hivi hapa tunavyoongea na wewe hawezi kuongea, tumempeleka hospitali. Huo ni mkwala, kama mkwala mwingine. Wewe unasema nini? Unaanza kuhangaika. Unamjua Mungu wako kweli? Sababu Mungu wako yani unayemtumikia ni Mungu ambaye akasema tu neno moja. Si ndio? Yaani sio tu neno moja akaamka kitandani, akapotea akatokea nyumbani. Mungu wako ana uwezo wa kufanya. Sasa wewe unaanza kulialia nini yani? Ngoja niazime hela hapa. Sasa nini hela unazima hela za kazi gani? Hela hizo si lazima ukafanyie injili. Unazima hela kwa mambo ambayo shetani ameputisha. Hapo ndo pa kudhihirisha kwamba unamjua Mungu. Na shetani anaogopa sana hao watu. Tuombe, unaweza ukaomba tamka chochote kile. Tumejifunza maneno ya Mungu yanapokuja wakati wote ni taa, ni right ambayo inaletwa kwenye maisha ya mtu ili kukuangazia, kukupa hatua mpya. Maana Mungu anakuwa na mahali amekusudia uweze kupitia kile alichokufundisha. Kwa hiyo shukuru Mungu kwa ajili ya neno, lakini tamka kile ambacho unatamani kikatokee kwenye haya maneno tuliyojifunza leo. Umba mtu mpya anaenda kuzaliwa kulingana na neno ambalo umelipata hapa. Mtakatifu Mungu wa milele, wewe Bwana unazo nguvu, una uwezo, una rehema nyingi. Kwako kuna fadhili zinazodumu. Wewe Mungu unatenda mambo ya ajabu na makubwa. Asante kwa ajili ya siri ulizozifunua kwetu leo. Asante kwa ajili ya mambo ya ulimwengu wa roho ambao umetulisha. Asante kwa ajili ya mambo ambayo umetujulisha. Viko vitu vingi Mungu Mwokozi tumevielewa. Japo mambo mengi ambayo Bwana umeyafunua kwetu. Ziko siri ambazo Bwana umetuelekeza. Mtakatifu Mungu wa milele, wakati wowote wewe unalituma neno. Lile neno ambalo Bwana unalituma lengo lake Bwana huwa ni kutimiza mapenzi yako. Mtakatifu Mungu wa milele, tunaamini kwamba umelituma neno kwetu ili
kutimiza baadhi ya mambo ambayo Bwana umeona yamepungua, baadhi ya mambo ambayo Bwana umeona kwamba hayajakamilika. Mungu Mwokozi, Bwana tusaidie kuwa dhabihu iliyo hai, dhabihu takatifu, watu walio tayari kwa ajili yako, watu walio tayari kwa ajili ya kazi yako. Tunakataa kuwa watu wenye excuse nyingi, tunakataa kuwa watu wenye mambo mengi, maelezo yasiyokoma ili kuikimbia kazi yako. Weka utayari ndani yetu Jehova Bwana, imarisha hatua zetu, tupeleke Bwana ule umbali ambao Mungu unaokusudia, tukiwa kama vyombo vyako viteule, watu wa kazi ambao Bwana umewakusudia, wale ambao Mungu anakuwakilisha wewe kikamilifu katika ulimwengu. Yesu Mwokozi, Bwana wa milele, Jehova Bwana Mungu, tunatengeneza maneno mchana wa leo, nasi Bwana tunakiri wazi ya kwamba tumekuwa washindi, tunakiri wazi ya kwamba tumeendelea mbele. Yale maneno yaliyotamkwa kwa habari ya tabia zetu yakajumba, tunayakataa leo Mwokozi. Tunatamka tabia za mbinguni, maana ndio wenyeji wetu Bwana. Tunakataa kiburi, tunakataa majivuno yaliyotajwa, bali Bwana tunajitajia unyenyekevu, tunajitajia Bwana roho njema, tunajitajia tabia nzuri, tunajitajia ushuhuda, tunajitajia maneno yenye ushindi, tunajitajia utajiri, tunataja maneno ya kumiliki, tunataja maneno ya kuwa na vingi na kutokupungukiwa. Maeneo yote ambayo shetani alitudanganya na akatulagai, na tukajitamkia maskini, tukajitamkia kukosa fedha, tukajitamkia kukosa biashara, tunakataa kwa jina la Yesu, na tunatamka maneno ya ushindi, maneno ya kuwa na vingi na kumiliki, maneno Bwana ya kuwa na afya njema na kila kitu ambacho Bwana unakihitaji. Mungu Mwokozi, Bwana wa rehema nyingi na fadhili, asante Bwana kwa ajili ya wema na fadhili zako zinazokuwa. Asante Bwana kwa ajili ya hayo unayotenda na hayo Bwana unayotukirimia. Asante Bwana kwa ajili ya mema ambayo Bwana unayafanya. Nakushukuru Yesu, nakushukuru Bwana. Asante Mwokozi, asante Mfalme wetu, asante Bwana wa milele, asante Bwana mwenye rehema nyingi, asante Mwokozi, asante Mfalme wa majeshi, asante Bwana mwenye nguvu nyingi na fadhili, asante Jehova unayetawala na kutamalaki Mwokozi. Thank you.